Na hivi sasa mtazamaji, ni kutoa studio ni kupeleke maeneo ya Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mariki Mwakivo yupo tayari. Julius, washikadau umezungumza nao, hebu tusikilize na utuambie wanasemaje. Majina ni Amos Mwangangi, mkaaji wa Voi. Ningependa kusema ya kwamba ugonjwa wa kipindupindu ni ukweli umekuwa ni tishio katika jamii na hata taifa zima. Na ugonjwa huu tumeweza kusikia umeweza kuathiri watu wengi haswa kutoka pahali ambapo serikali na watu na jamii haihamasishwi vilivyo kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Ningependa haswa kuiongelea kuhusu mambo na usafi. Usafi ni jambo la muhimu kwa sababu usafi ndio ambao utaweza kutusaidia kuweza kuhakikisha kwamba athari za ugonjwa huu wa kipindupindu affect wananchi na haitupeleki katika hatua ya kuweza kupoteza maisha ya watu. So ningeweza kupenda kuuliza serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti na katika idara ya afya iweze kuhamasisha wananchi ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza kupunguza visa vya ugonjwa wa kipindupindu. Serikali ingekuwa inaweza kuja pamoja na serikali za kaunti ili tuweze kukua na njia ambayo wananchi wanakuwa na mahali penye wanafanya dumping, penye wanafanya kukusanya taka, mahali ambapo wanaweza kuhakikisha kwamba labda maji chafu ambayo wametumia yanapita yakielekea, yanafuata njia yake, kwa sababu unapata kuna sehemu katika jamii yetu maji inapita kwa mlango, watoto wanacheza ndani ya maji chafu, na hiyo imeweza kusababisha kuenea sana kwa ugonjwa wa kipindupindu. Na wewe pengine wewe na familia yako mmechukua mbinu gani za kujikinga? Mimi kibinafsi nimeweza kuhakikisha ya kwamba maeneo ambayo yananizingira naweza kuhakikisha kwamba maji taka hayako kwa maeneo ambayo nakaa, na pia nimeweza kuhakikisha kwamba karibu na majirani wangu hakuna takataka kwa wingi, ili inasaidia. Uhamasisho uko chini sana. Kitambo hawa kitengo cha afya ya jamii walikuwa wanapita mitaani, wanaeleza watu, wanahamasisha watu kuhusu magonjwa, lakini siku hizi huwaoni, hawapatikani kabisa. Na wakati hizi za mvua ndio hiki kipindupindu huwa kinatokea sana. So tujaribuni tuangalie usafi wetu na uhamasisho ufanyike kutokea kwa vitengo vya serikali, kwa kaunti na serikali kuu. Uhamasisho wa usafi ufanyike. Jambo lingine ambalo nafikiria ni hawa wahudumu wa vibanda hivi vya chakula. Wengi wao hawana stakabadhi za usafi. Pia nayo hiyo ni kitu kingine ambacho ni kikubwa sana ambacho kinachangia haya maradhi. Na la mwisho ni utupaji wa takataka. Hizi takataka mahali zinatupwa, watu wanatupa takataka hovyo. Serikali ilifanya bidii ikaondoa nylons, lakini hizi pampers sasa zimekuwa ni kero. Zinatupwa kila mahali. Huwezi pita hatua 10-15 kabla hujaona pampa. So sisi wa Kenya tujaribuni pia tuangalie huu usafi wa kutupa hizi pampers. Manake mvua ikinyesha hii pampa inabebwa na maji. Wewe labda mahali huko unatumia pipe to water, lakini haya maji yakienda naenda kwa mto. Huko mbele wenzenu wanatumia haya maji. Sasa tujaribuni tuangalie. Mtu akienda huko mbele akitumia haya maji ya mto na pampa ziko pale, uchafu mwingi uko pale, huko mbele mtu anaenda anaathirika, ndio nasikia anapatikana na kipindupindu. So wa Kenya, wakati unajiangalia wewe pia na muangalie na mwenzako. Mtazamaji, ndo shughuli nzima tukifuatilia pia kutoka hapa studioni kusikiliza
hisia za wakazi kutoka maeneo mbalimbali kuhusiana na hofu ya ugonjwa huu wa kipindupindu, na hivyo ndivyo tunaendelea kupata tathmini yako. Ukiwa nyanjani pia unaruhusiwa kututumia rafa fupi kupitia WhatsApp na vilevile kupitia rafa fupi nambari ikiwa ni 22047, na vilevile tupigie simu hapa studioni iwapo una swali kuhusiana na hofu ya kipindupindu, basi utakuwa unapata jawabu